Sababu gani ya msingi kwa kesi ile kutoweza kuendelea? Kwa bado tunatoa mwito kwamba wenye mamlaka na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wanapaswa, na tunawakumbusha kwamba wana kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa hiki chama. Kwa hiyo kesi ile inapaswa kuendelea kwa sababu ilisimama kwa muda mrefu, na kwa amri ya mwisho walisema kesi imekuwa adjourned sine die, yani mpaka watakapotoa taarifa nyingine. Tunafikiri kipindi hiki ambacho tunasubiri kalenda nyingine kuendelea, shauri lile linapaswa kuitwa ili mashahidi waletwe, Mheshimiwa Lissu asikilize mashahidi wale, kama atapaswa kujitetea naye ajitetee, ili at least hii nyingine itakapokuja angalau ikute ile nayo imekwenda, kuna sehemu imefikia, kuliko utaratibu wa sasa. Na ukimya huu ndio unaosababisha hizo hisia mchanganyiko. Watu wanafikiri kwamba kesi ziko kule au mwenyekiti yuko ndani kwa sababu amekwenda kuwa packed, kwa sababu ukiwaeleza, ukimwambia mtu yoyote mwenye utashi na mwenye utimamu haelewi sababu yoyote ya kwa nini mashauri hayo hayaendelei sasa hivi na wakati hakuna kizuizi cha aina yoyote. Kwa hiyo hiyo ni update ya ile kesi ya kuchapisha taarifa za uongo ambayo iko pending kule Kisutu mahakamani, kwenye ile mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa hakimu Muhini. Sasa umeuliza swali la tatu, linahusiana na juzi kwamba mwenyekiti alifikishwa mahakamani bila chama kuwa na taarifa. Kwanza, mahakamani huwa kuna utaratibu kwamba pale ambapo kesi imesikilizwa, shauri limesikilizwa na kuna muda au mahakama imefika kwenye hatua za kuweza kutoa uamuzi, huwa kuna utaratibu wa kutoa notice, kutoa summary kwamba tunawapa taarifa kwa ajili ya kuja kusikiliza uamuzi. Uwe ulihudhuria shauri hilo, uwe hukuhudhuria shauri hilo, kwenye sheria za hii nchi kuna hiyo provision inayosema kwamba mahakama inao wajibu sasa wa kutoa hiyo summary, kwamba bwana, kulikuwa kuna shauri lako, sasa mahakama imejipanga tarehe kadhaa itatoa huo uamuzi. Sasa ni bahati mbaya tu kwamba pamoja na kwamba ilikuwa mahakama ilisikiliza yale maombi, na hayo maombi yalianzishwa na mwenyekiti mwenyewe. Mheshimiwa Lissu alipeleka maombi mahakama kuu mbele ya Jaji Mwanga. Kipindi kile alikuwa anasikiliza hiyo kesi ya mgawanyo wa mali za chama, na akawa anaomba kuunganishwa kwenye hiyo kesi iliyofunguliwa na Said Isa Mohamed na wenzake wawili. Mtateki noti kwamba moja ya waleta maombi kwenye kesi ile kwa sasa hivi hatuko naye duniani, Mwenyezi Mungu amrehemu, Maulida Kom ambaye amefariki hivi majuzi. Kwenye kesi ile Lissu aliomba kuunganishwa na alikuwa na sababu zake nyingi ambazo aliziweka kule. Kwa hiyo maombi yale yalisikilizwa mbele ya Jaji Mwanga. Sasa wakati maombi yamesikilizwa na Mheshimiwa Lissu amesikilizwa, amemaliza, bahati nzuri